Katika ardhi ya kale, chini ya kilele cha mlima Kilimanjaro, palikuwepo kijiji cha Wanakilimanjaro. Kijiji hiki kilijulikana kwa amani na mshikamano. Watu waliishi kwa amani na upendo. Waliamini katika mizimu ya mababu na siri za msitu wa Karbu, lakini pia waliogopa laana ya mgomba wa ajabu iliyowahi kuangamiza kijiji zamani. Wanakijiji waliishi kwa furaha na upendo, wakiheshimu ardhi na mizimu ya mababu zao. Lakini siri ya msitu wa karibu na laana ya mgomba bado ilihofiwa na wote. Siku moja, siku ya mvua, chini ya kivuli cha mlima Kilimanjaro, alizaliwa binti wa kipekee, Manka. Alizaliwa na moyo wa ujasiri na roho ya mababu wa zamani. Huyu ni binti aliyechaguliwa na mababu. Atakuja kuvunja laana ya mgomba na kuleta nuru kwa kijiji chetu. Manka, binti mwenye moyo safi na ndoto kubwa, aliishi na bibi yake mzee, aliyemfunza hekima na siri za mababu wa zamani. Shujaa wa kweli si mwenye nguvu za misuli, bali moyo wa busara na roho safi. Sawa bibi, siku moja nitakuwa shujaa wa kijiji chetu. Siku moja, sauti ya pembe ilisikika ikiwakusanya wanakijiji wote. Leo ni ile siku ya kumtafuta yule atakayeinuka kuwa shujaa wa kijiji chetu. Na mimi nahitaji kushiriki. Unaruhusiwa. Tukutane kwenye mashindano. Shindano la kijiji limemfanya Manka kukubaliana na safari ya hatari kuelekea msitu wa ajabu, lakini safari hii haitakuwa rahisi. Atakutana na majaribu ya kiroho na viumbe vya ajabu, ambapo nguvu yake ya kweli itajulikana. Jiandae kwa sehemu inayofuata, ambapo safari ya Manka inaendelea na hatima ya kijiji itategemea imani na mapambano yake ya kiroho.